Wamebeba kamba ambazo wakikutana na mto au wakikutana na majabali ambapo inawabidi wapande watakuwa wataenda. Wamebeba chakula, wamebeba mahema kwa Tunaona askari wengine akiwa na first aid, akimaanisha kwamba huduma ya matibabu inaendelea. Na mafunzo haya yanatoka katika chuo hiki cha taaluma ya Pasiansi. Wanajifunza namna gani nzuri ya kuweza kumpa huduma ya kwanza askari pale anapopata shida. Kama askari ana uwezo wa kuvuta gari pale anapoharibika peke yake. Watu hao ni muhimu sana katika jeshi hili la uhifadhi. Kwa hiyo binafsi Hadubini moja inatumika na wanafunzi karibu 10, hali inayopunguza ufanisi wa mafunzo kwa njia ya vitendo. 4. Upungufu wa madarasa na kumbi za kujifunzia. Madarasa yaliyopo hayakidhi mahitaji kutokana na uwepo ongezeko la wanafunzi wanaodahiliwa kila mwaka. Tunaomba wizara iwezeshe taasisi kuongeza madarasa na kumbi za kufundishia na kuboresha yaliyopo kwa kuongeza viti, meza. Hii ambayo leo inahitimisha ilianza rasmi tarehe 9 Aprili mwaka 2024 ikiwa na jumla ya wanachuo 176 ambao walidahiliwa, ambapo wa kike walikuwa 46 na wa kiume walikuwa 130. Katika kudhibiti nidhamu ya wanachuo, napenda kukupa taarifa kwamba wanachuo wetu tunao muda wote toka wanapoingia mpaka siku wanapoondoka, kwa maana ya kwamba tunafuatilia nidhamu zao, jinsi ambavyo wametoka nyumbani na hata wamekuwa kama ambao umeona siku ya leo. Na kwa bahati mbaya katika wale wanachuo 176 wawili walikutwa na makosa ya wizi, kwa hiyo walifukuzwa kama ambavyo sheria zetu zipo, na mmoja alikuwa ni wa kiume na mwingine alikuwa ni wa kike. Pia wanachuo 5 waliahirisha masomo yao kutokana na sababu za kiafya, kwa maana ya kwamba wengine waliona hali ya mazoezi, hali ya kukaa ndani ya fensi ikawa ni vigumu, basi wakaomba kuahirisha ili waje wakati mwingine, wakati wamejiandaa kisaikolojia. Katika mwaka wa masomo 2024-2025 mafunzo yaliyoainishwa katika risala ya wanafunzi yalifanyika katika eneo la campus kuu hapa Pasiansi, lakini pia tulipata wasaa wa kwenda kufanya mafunzo kwa vitendo, na tuna campus yetu kule Serengeti ambapo jumla ya siku 70 kati ya siku zote ambazo wamekaa Pasiansi waliishi porini wakijifunza masomo kwa vitendo. Na eneo letu lipo pale Serengeti tukipakana na pori la akiba la Ikorongo, lakini jumuiya ya wanyamapori Ikona pamoja na hifadhi ya Serengeti. Tasema kitu kimoja tu. Kwanza nishukuru Mheshimiwa Waziri kwa kuteulia bodi ya magavana, manake imerahisisha kazi ya wizara fanya kazi katika chuo hiki. Lakini niwakumbushe bodi ya magavana kwamba chuo hiki ndicho chuo mahususi kwa ajili ya kuandaa askari wa wanyamapori nchini, lakini kada ya askari akishatoka hapa na yeye anaishi hapa. Kwa hiyo wengi huwa wakitaka kuendelea anabadili kada, anakuwa afisa, lazima aende Sokoine, aende Dar es Salaam na kwingineko. Ni sekta inayotegemewa sana kwa makuzi ya uchumi wa taifa letu. Sekta hiyo ili ifanye vizuri
lazima kuwe na uhifadhi. Bila ya kuwa na uhifadhi hakuna utalii. Kwa hiyo kazi mnayofanya, mafunzo mliyoyapata ni nyenzo muhimu sana katika kulinda rasilimali za nchi yetu, lakini vile vile katika kuhakikisha sekta ya utalii inaendelea kuimarika na kuleta mapato stahiki kwa uchumi wa taifa letu. Hongereni sana. Ndugu mwenyekiti wa bodi ya magavana, wahitimu wetu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wote tunafahamu kuwa askari wengi wanaofanya kazi kwenye maeneo yaliyohifadhiwa ikiwemo hifadhi za taifa, mapori ya akiba, maeneo ya hifadhi za wanyamapori za jamii na misitu ni zao la taasisi hii ya taaluma ya wanyamapori Palsiansi. Vijana hawa wamekuwa wakifanya kazi nzuri katika kuhakikisha ulinzi na uhifadhi wa rasilimali zetu unaendelea kuwepo katika nchi yetu. Ninawapongeza wanafunzi wote ambao mnahitimu mafunzo yenu siku ya leo. Kwa takwimu nilizozipata, asilimia kubwa ya wanafunzi mmeonyesha ufaulu mzuri, hali ambayo inadhihirisha wazi kwamba mlitumia muda wenu vizuri katika kufuatilia mafunzo mliopewa na walimu wenu. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni faraja kubwa kwetu kama bodi mpya ya magavana kupewa dhamana ya kusimamia taasisi hii muhimu ambayo imeendelea kutoa mchango mkubwa katika sekta ya uhifadhi wa wanyamapori nchini na kimataifa.